Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka tushughulike eneo muhimu sana leo tutashughulika eneo muhimu sana. Tutashughulika eneo muhimu sana kwa sababu leo ni tarehe 31 mwezi wa 5. Ni mwisho wa mwezi. Kwa hiyo nasikia ndani yangu tushughulike eneo muhimu sana, ambalo mara nyingi sana adui huwa anatengeneza uharibifu na watu wengi wanaanza kulia. Tunapoomba tarehe ya leo, tushughulikie sana eneo la uchumi na milango ya fedha. Maana yake leo tutatangaza kuteka mwezi ujao na kutangaza mema ya nchi yatufuate. Tulipewa mamlaka ya kutawala, hatukupewa kulia. Nasikia ndani yangu kwamba tushughulike sana hilo eneo, kwa sababu nimeona katika ulimwengu wa roho leo adui alikuwa anajaribu kuiteka siku ya leo na kublock kabisa mwezi ujao kwa ajili ya eneo la baraka za watu wa Mungu. Na nimeona wametoa mpaka makafara. Nimeona hivyo katika ulimwengu wa roho. Wao wanajaribu kutangulia na kuziteka hatua za watu mapema. Wanaenda kwenye mfumo wa uchumi wa nchi husika, alafu wanatangaza kwa namna gani wao wanataka mambo yao yatokee, na wasiofuata njia ile wapatwe na mambo gani. Nimeona mwezi wa 6 umezungukwa na mambo yafuatayo. Sijalala, nililala ile mapema. Nililala ile mapema sana. Leo nilala mapema sana. Saa 2 tu hivi nililala, nikashikwa na usingizi. Lakini nilipokuja kushtuka, nafikiri hata wale mliokuwa mnanipigia kwenye saa 2 mliona nilikuwa mzito. Nilikuwa na usingizi mzito. Lakini mara baada ya hapo nikaanza kufundishwa kwa habari ya eneo la uchumi. Namna gani ambavyo sisi wakati mwingine tunakosa maarifa ya kujaribu kuteka nyakati zetu, na nyakati zetu ziwe upande wetu. Ulimwengu wa roho unaishi kwa kanuni. Nimeona kabisa usiku wa leo na tarehe ya leo, haijalishi huko kwenu ni mchana au ni saa ngapi, lakini tarehe 31 nimeona walikuwa wametengeneza na kublock, yani kuweka mipaka, wameweka ukomo wa kwenye eneo la uchumi. Mwezi wa 6 utashangaa watu wengi watapita kwenye kitu kigumu kwenye eneo la fedha kabisa mwezi wa 6. Ukweli ni kwamba tunatakiwa kuomba kufungua nyakati zetu, kufungua siku zetu. Nimeona wafanyakazi wakipata mahangaiko, na nikaona wameandamwa na madeni. Yametokea madeni yasiyoeleweka, kwa sababu nimeona pia kumeachiliwa misukosuko kwenye eneo la kukosa amani sana. Kwa kweli tunatakiwa kuomba, na Mungu wetu ni mwaminifu, atafanya. Sisi tunaamini katika kuomba. Katika kuomba kuna vita. Haleluya, watumishi wa Mungu. Kwa kweli tunatakiwa tuwe serious siku ya leo. Wenzetu wameomba na wametoa makafara, wametoa sadaka kwa ajili ya kutengeneza mwelekeo wao, kwa ajili ya kushibisha Mungu wao kwa damu. Na sisi Mungu wetu tunatakiwa tumshibishe hata kwa upendo tu. Tutangaze tunampenda. Nisikie kumpenda Mungu inategemea na vitendo unavyovifanya mbele za Mungu. Ndicho nilichokiona. Mungu atusaidie. Sijakwambia kwamba nataka utoe sadaka, lakini nataka tusikie habari hii ambayo nimeiona katika ulimwengu wa roho. Imekamata mwezi wa 6, wameukamata na kuweka mipaka, wameblock kila eneo kwenye mifumo ya pesa. Kwa hiyo tusipokuwa na ufahamu sisi wa kumtafuta Mungu wetu,
na kujaribu kutengeneza connection na Mungu wetu, ili na sisi aingilie kati juu ya maisha yetu. Tusiwe watu wa kulia na kulalamika. Unaweza ukashangaa umemkufuru Mungu, lakini adui alitangulia mbele akatengeneza namna anavyotaka yeye. Ndipo ninaelewa mwezi huu umeng'ana karibia wiki 3 kwenye eneo la kuondoa vikwazo katika njia. Ukweli ni kwamba alikuwa sielewi maana yake nini. Mungu alikuwa amelenga siku kama ya leo. Kwa hiyo kuwa makini unaponisikia, jaribu kutengeneza connection yako na Mungu. Unaponisikia, jaribu kuvuta hisia za kumtaka Mungu sasa, ili aweze kukusaidia. Haihitaji mwanadamu, inahitaji Mungu pekee. Ili kama inawezekana kuna mtego katika nchi yako, tayari kuna mfumo fulani umetengenezeka kwenye nchi yako, wewe usiishi katika huo mfumo. Mungu atengeneze namna ya yote kuleta mabadiliko kwenye moyo wako, kwenye maisha yako, kwa watoto wako. Nimeona nguvu ya kuondoka kwa amani. Sasa sijajua hiyo nguvu inaangukia wapi. Unaweza ukashangaa imepelekwa kazini kwako ukakosa amani. Unaweza kapelekwa kwa marafiki zako, kapelekwa kwenye biashara yako, kapelekwa. Lakini lengo ni kuharibu, kukosa connection ya kiupesa na milango kufungwa. Kwa hiyo tuwe makini sana, Hallelujah. Sasa watumishi wa Mungu, tuendelee na maombi. Hebu ingia kwenye toba dakika moja. Na toba yako isiwe maneno mengi. Mwambie Mungu, nisamehe. Ikiwa upo mlango nimeufungua mimi mwenyewe, au mlango huo umefunguliwa kupitia maneno yangu, au sijatenda haki mahali, nisamehe. Hadi asipate nafasi kuliaibisha jina lako kwenye maisha yangu, kwa sababu nitakapopita kwenye ukame. Nisamehe Baba. Naomba rehema zako. Nasogea msalabani. Yesu ulishinda mauti na kuzimu. Ninaamini hakuna nguvu. Ungenisamehe ukaja kuishi na mimi na kukaa ndani yangu, hakutakuwa na chochote kitakachonishinda, bali nitashinda katika wewe. Yesu ulishinda pale msalabani. Naomba rehema zako zinifuate. Baba, ninaomba rehema zako. Tumishi wako nakuja kama nilivyo. Moyo wangu nimeumimina kwako. Moyo wangu uko wazi. Moyo wangu uko wazi kwako. Si mapenzi yako yatimizwe. Si makusudi yako yatimizwe. Nakusihi Baba, kila makala wasi. Naomba rehema zako. Yehova Nisi, El Shaddai, wewe ni Mungu shikaye maagano. Ulisema nikikuita utaitika. Ninakuita kwa ajili ya nafsi yangu. Nakuita kwa ajili ya huduma ulionipa. Nakuita kwa ajili ya kazi ulionipa. Nakuita kwa ajili ya mwili wangu. Nakuita kwa ajili ya kazi za mikono yangu. Nakuita kwa ajili ya afya yangu.
nakuja kwako kama nilivyo, nisamehe. Yesu Kristo, wewe unasikia kilio cha mtoto wako. Angalia machozi. Machozi ni sauti inayowakilisha moyo wa mwanadamu. Nakuja kwako, ninakuhitaji Yesu. Shuka kama radi katika njia zangu. Shuka kama radi katika njia zangu. Haleluya. Wewe Baba, nena ni Mungu wangu. Nisamehe Jehova, wala nisije nikapita katika wakati mgumu. Mtumishi wa Mungu, mlingane Mungu. Toka zamani Mungu ukimlingana yeye ushuka, naye ututetea katika safari yetu. Ninakupenda. Hebu mwambie Baba unampenda. Alivyokupenda wewe kwanza, akakuonyesha njia ya wokovu. Mwambie na wewe unampenda katika njia zako zote. Hebu mwambie hata kazi yako inampenda yeye. Biashara yako inampenda. Italindwa na yeye tu. Hakuna uwezo wa mwanadamu tena. Asante Yesu Kristo. Asante Mfalme wa wafalme. Nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninakushukuru kwa uaminifu wako. Nakushukuru kwa upendo wako. Nakushukuru kwa kunifunulia siri. Neno lako linasema ya kwamba Mungu huwezi kuruhusu jambo lolote bila kuwajulisha watakatifu wako na watumishi wako. Umenijulisha kwa habari ya kesho yangu. Ni uchaguzi wangu nifanye nini. Lakini nakuja mbele zako kwa rehema. Naomba unirehemu mimi. Rehemu njia zangu zote. Rehemu mtazamo wangu unaonitenganisha na imani sahihi. Baba, uniondolee hukumu katika moyo wangu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Zaidi ya yote ninakuja mbele zako. Baba, nivalishe silaha siku ya leo. Nataka kwenda pigana vita ambavyo nitavishinda. Lakini zaidi ya yote, nakusihi uweke neno lako katika kinywa changu. Ninaomba univalishe silaha. Viungo vyangu vyote na vitisha chini ya sheria yako. Vitawale Yesu Kristo. Tawala macho yangu. Tawala kinywa changu. Tawala miguu yangu, hatua zako. Tawala macho yangu. Tawala akili na ufahamu wangu Yesu. Nataka kukuona peke yako. Tawala mwelekeo wangu na safari yangu ya wokovu. Safari yangu ya maisha. Safari yangu ya kibiashara. Safari yangu ya kazi. Safari yangu ya maisha ya ndoa. Safari yangu na watoto wangu. Ninaomba utawale. Leo ninavalisha silaha watu wote wanaonihusu. Nafsi ya kila mmoja aliye wa karibu yangu. Baba, ninatangaza valishwe silaha. Asiwe sababu na mlango wa kupitisha uharibifu juu ya watoto wangu, juu ya ndoa yangu, juu ya kazi yangu, juu ya huduma, juu ya biashara. Kila nafsi leo ninatuma walinzi wa nafsi. Wewe Bwana, neno lako linasema kulindaye hata acha hatua yako na miguu yako isogezwe. Leo ninaomba ulinzi wako na kila mmoja wa karibu yangu, na yeyote uliyemleta kwenye maisha yangu. Nafsi yake isiwe sababu ya kuharibu katika hatua zangu. Nafsi yake isiwe sababu ya kufungulia mlango na kuharibiwa kwa jina la Yesu Kristo. Baba, nafsi yangu ninaitisha chini ya mamlaka yako. Mapenzi yako yatimizwe ndani yangu
katika kusudi uliloniitia chini ya jua. Ninajua liko jambo ambalo nilikuja kulifanya ingali naishi. Baba, ninaomba siku ya leo ulinzi wako, kusudi lako lisiguswe ndani yangu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndipo Baba, ninakuja mbele zako. Neno lako linasema tuitieni, kiondoweni kila kikwazacho katika njia ya watu wangu. Leo ninatangaza kwa jina la Yesu na kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Imeandikwa, neno la Bwana ni upanga. Mtumishi wako Yohana aliona katika kinywa chako ulitoka upanga ukatao kuwili. Ni alikuwa ni maneno yako ya uzima. Na mimi Yesu Kristo, kwa sababu tayari uko ndani yangu, katika kinywa changu siku ya leo ninatangaza yatatoka maneno yenye upanga, yatakayokwenda kuharibu kila falme na mamlaka zote zilizosimama mbele yangu kwenye eneo la uchumi, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninatangaza kila adui na kila pepo aliyesimama mbele yangu kwenye eneo la uchumi kwa ajili ya kuzofisha hatua zangu katika biashara, kwa ajili ya kuzofisha hatua zangu kazini, kwa ajili ya kuzofisha hatua zangu katika eneo lolote ambalo Mungu alinipa kama mlango wa kufanikiwa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Biblia inasema upanga wa Bwana unawala. Leo naupeleka upanga wa Bwana ukawale wote waliosimama mbele yangu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Imeandikwa, moto wa Bwana utawala walioko mbele na walioko nyuma yangu na wanaonifuatia hatua zangu. Moto wa Bwana unawala, kama mabua makavu wanateketezwa kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza moto utawala leo popote waliposimama. Waliokaa kwa watoto wangu, moto utawala. Waliokaa kwenye eneo la afya, moto wa Bwana utawala. Waliokaa kwenye eneo la uchumi, moto wa Bwana utawala. Waliokaa kama ukame, moto wa Bwana utawala. Waliokaa kama jangwa, moto wa Bwana utawala. Waliosimama kama kuondoa kibali, moto wa Bwana utawala. Waliosimama kwenye malango ya pande nne zote, moto wa Bwana utawala. Waliosimama kama mafarakano, moto wa Bwana utawala. Waliosimama kuondoa kibali, moto wa Bwana utawala, kwa jina la Yesu Kristo. Waliosimama kwenye eneo la afya ili kupukutisha, moto wa Bwana utawala. Pepo za kila namna na wapelekea moto wa Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo ninapasua kila waliosimama kama miamba, na pasua miamba. Waliosimama kama milima, na pasua milima. Waliosimama kwa jina la Yesu Kristo, kila connection walioitengeneza kwenye maisha yangu, ninakata connection ya kukaukiwa. Ninakata connection kwa jina la Yesu Kristo. Waliosimama kama maadui, wale ninaowadai wasinilipe, ninakwenda kwenye frequency za ulimwengu wa roho. Roho ya kukumbukwa inarudishwa mara elfu zaidi, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo ninaondoa kila roho ya mafarakano kwa wale watu walioletwa kwangu maalum kwa ajili ya kutegemeza biashara yangu na connection ya biashara. Ninawala mpelekea moto
moto na radi kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninasimama kama nabii wa Mungu wa kurudisha heshima ya Mungu na utukufu wa Mungu juu ya hatima yangu kwa jina la Yesu Kristo. Eliya alisimama akasema ya kwamba moto wa Bwana usimame ulambe. Moto ulisimama ukalamba madhabahu zote na kila sadaka za Baali. Leo napeleka damu ya Yesu Kristo ambayo ni madhabahu ya msalaba, ikateketeze madhabahu zote zilizojengwa zikazuia mfumo wa kipesa, mfumo wa kiuchumi kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo madhabahu moto unalamba, umeshuka kutoka mbinguni, unalamba hiyo madhabahu, unalamba hiyo sadaka, unalamba hizo damu, unalamba damu za wanadamu zilizotolewa ili kuzuia mfumo kwenye nchi yangu Tanzania. Ninapeleka moto na radi kwa jina la Yesu Kristo. Mfumo unaonitenganisha ninapeleka moto. Peleka wewe sawasawa na nchi uliopo, mtumishi wa Mungu. Komboa uchumi wako sawasawa na nchi yako kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninakwenda kwenye ulimwengu na mfumo wa kifedha katika jina la Yesu Kristo. Popote huo mfumo unaonikataa, leo ninageuza mateka na geuza uteka. Daudi aliwafuatia adui zake akawapiga kwa upanga, na mimi leo ninawapiga kwa upanga adui zangu wote. Nawapiga kwa upanga mapepo mliotoka kuzimu, mliokabidhiwa damu kupitia hizo sadaka. Nawapiga kwa upanga wa neno la Bwana, na damu ya Yesu Kristo inaondoa kila mashtaka na hukumu zote. Leo nawapiga kwa upanga, kwa wingi wenu, kwa kazi zenu, kwa utendaji wenu. Mapepo mliozuka kutoka kuzimu, mlioitwa na wanadamu, leo ninawapiga kwa upanga. Na kila makuhani waliosimama kwenye hizo madhabahu, na shusha moto pamoja na madhabahu zenu. Moto unalamba kwa jina la Yesu Kristo. Moto unalambwa mliotoa ngamia, moto unalambwa mliotoa ng'ombe, moto unalambwa mliotoa watoto wenu, moto unalambwa mliotoa damu za wanadamu, moto unalambwa, moto unawalamba, moto unawalamba, moto wa damu ya Yesu Kristo. Ninapeleka damu ya Yesu leo, ninakamata kila bloku mlizoziweka. Imeandikwa, nimepewa mamlaka ya kufungua. Ninafungua kila mageti mlioyaweka, ninayabomoa. Imeandikwa, Bwana atatutangulia mbele, naye atabomoa mapingu ya malango ya shaba na chuma, na kutupa hazina za sirini. Kila hazina mlizozificha zilizokuwa zimeamuliwa ndani ya huu mwezi, ninafungua uchumi wa watoto wako waombee. Fungua kabisa kila eneo, ndugu zako, watu wako wa karibu. Nafungua kwa jina la Yesu. Nafungua kwangu, nafungua kwa watu wangu wa karibu, nafungua kwa watoto wangu wa kiroho wote walikosaka, wanaoamini injili Mungu alionipa. Ninakwenda kwenye frequency za ulimwengu wa roho. Leo ninafungua kabisa, ninafungua kila block walizoziweka, ninazifungua. Password walizoziweka, napeleka password ya damu ya Yesu Kristo. Imeandikwa, hakuna kitakachofungwa kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu Bwana ametupa ufunguo wa Daudi mabegani kwetu. Chochote kilichofungwa nitakifungua. Ndio, ninafungua kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu ni ufunguo unaofungua password zote duniani na kuzimu. Yesu alikwenda kuzimu kulikokuwa kumefungwa. Leo ninatangaza, walioshuka kuzimu kuufunga mwezi wangu, kufunga nyakati
zangu, kufunga nyakati za watumishi wa Mungu. Ninakwenda kwenye frequency huko, ninazifungua, ninafungua kwa damu ya Yesu Kristo, ninafungua kwa damu ya Yesu, ninafungua kwa damu ya Yesu, ninafungua kwa damu ya Yesu. Nafungua biashara za watumishi wa Mungu, nafungua huduma za watoto wa Mungu, nafungua uchumi wa watoto wa Mungu, nafungua kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza, kwa maana imeandikwa katika kitabu cha Isaya ya kwamba badala ya mawe dhahabu, badala ya miti chuma. Leo ninatangaza, badala ya chochote walichokifunga, badala ya ukame na umaskini, natangaza chemi za baraka kwa jina la Yesu Kristo. Ribo sakaraba shandarabasika. Mwezi wa 6 ni mwezi ambao unagawa mwaka, hivyo nazikamata nusu mwaka. Hautakuwa na matatizo kwa watumishi wa Mungu wa aina yoyote ambao wanamcha Mungu, Tanzania na nchi yoyote na popote alipo mtumishi wa Mungu. Ninafungua kwa jina la Yesu Kristo. Ribo sakaraba shandarabasika, riko shakaraba saka. Ninatangaza kufungua malango yote yaliyokuwa yamefungwa. Lango la magharibi ninalifungua kwa jina la Yesu. Lango la kaskazini ninalifungua. Lango la kusini ninalifungua. Lango la mashariki nalifungua. Lango la bahari nalifungua. Lango la anga nalifungua. Lango la nchi kavu nalifungua. Nafungua malango yote. Biblia inasema yatakuwa wazi wakati wa mchana na wakati wa usiku, hayatafungwa. Ndivyo ninavyofungua. Nafungua kwa jina la Yesu Kristo. Riko sakaraba shandarabasika. Ninaondoa mwamba wa aina yoyote uliowekwa kwenye lango la baraka. Ninavyopaswa na kuliondoa. Namuita yule malaika aliyoliviringisha lile jiwe kubwa lililokuwa katika lango la mdomo wa kaburi la Yesu ili Yesu afufuke. Leo ninaliondoa lolote lililowekwa kwa jina la Yesu Kristo. Nafungua kwa jina la Yesu. Leo ninatangaza kuondoa kabisa kila kizuizi. Riko sakaraba shandarabasika, riko shakamakarabasaka, ripapapa shakakarabasaka, rikasakakarabasika, rebo shandarabasika. Leo kila makasapakata, ripapapa, napasua malango ya chuma, napasua na kila giza lililomiminwa kwenye mlango. Leo napeleka nuru. Biblia inasema Yesu Kristo ndio nuru ya uzima, nuru ya ulimwengu, inang'aa gizani. Neno la Bwana imeandikwa, ukizishika amri zote hizi, baraka hizi nitaziamuru na zitakuijia na kukupata. Leo lango langu liko wazi na amri za Bwana nimezishika kutoka moyoni mwangu. Hivyo kwa jina la Yesu hakuna hukumu ya kunishtaki chochote. Hakuna laana inayosimama mbele yangu. Laana zote imeandikwa ya kwamba Yesu Kristo aliangikwa msalabani ili kuzivunja laana za Torati, kwa maana imeandikwa, amelaaniwa mtu yule aliyeangikwa msalabani. Laana za umaskini zimevunjika, zinazopitia kwenye familia yangu zimevunjika, zinazopitia nchi yangu zinavunjika, zinazopitia kwa wachawi zimevunjika, zinazopitia kwa wanajimu zinavunjika, zinazopitia kwa kuwa nchi zinavunjika. Zote navunja kwa jina la Yesu, kupitia damu ya Yesu, kwa njia ya msalaba. Ndivyo ninavyotangaza, hakuna laana tena juu yangu, hakuna hukumu tena. Sheria zote zinazonihukumu leo ninaziondoa kwa jina la Yesu. Nimesamehewa dhambi, hivyo hakuna hukumu wala hakuna mlango wa kunishambulia mimi kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inasema Bwana anatusamehe dhambi kwa ajili yake mwenyewe, wala hata kumbuka maovu yetu tena. Anayaweka mbali nasi. Kama ilivyo magharibi na mashariki, ndivyo anavyotupa mbali na maisha yetu. Hivyo kwa jina la Yesu Kristo, laana ya aina yoyote, sababu ya aina yoyote, tumesamehewa dhambi na tumerehemiwa na Bwana. Hivyo
kwa jina la Yesu. Bwana anatusamehe kwa ajili ya utukufu wake. Bwana anatulinda kwa utukufu wake. Siku ya leo ninakwenda kuondoa kabisa kila njia iliyofungwa. Ninaondoa vikwazo vya kila namna, vikwazo vya magonjwa, vikwazo vya laana, vikwazo vya kusingiziwa, vikwazo vya uzushi, vikwazo vya kukosa kibali, vikwazo vya ukiufahamu, vikwazo vya uvivu, vikwazo vya kutokukana watu. Leo ninavivunja vyote. Kila connection na kila mlango ulio wazi umefunguliwa wazi kwa ajili ya adui kuniharibia, kufukuzwa kazi, kukosa wateja, kwa jina la Yesu. Malalamiko, kuwa muhitaji, yote ninavunja kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo ninasimamisha utukufu wa Mungu peke yake kwenye maisha yangu. Leo ninaondoa kabisa kila makusudio ya kuzimu. Leo ninafunga malango yote yaliyofunguliwa kwa ajili ya uharibifu juu yangu. Ninayaondoa, na popote yanapopita ninayafunga. Haijalishi yanapitia kwa mtu mwingine wa karibu yangu asiyeamini, mimi ninafunga, kwa maana imeandikwa, na lango la kuzimu halitakushinda kanisa. Na mimi ni kanisa. Ndivyo ninavyotangaza ya kwamba hakuna lango ambalo litanishinda. Haijalishi linapitia kwa wazazi wangu ambao hawakuwa wanamjua Mungu, lakini mimi ninafunga kwa jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba mwana hatarithi uovu wa baba yake, wala baba uovu wa mama wa mtoto wake. Kila nafsi itasimama kwa haki yake mwenyewe. Leo ninaitenganisha nafsi yangu na maovu ya baba zangu na sheria za uovu za familia ya kwetu. Ninaitenga nafsi yangu kwa jina la Yesu Kristo. Haitahukumiwa kwa ajili yao kwenye eneo la uchumi mwezi huu wa 6 kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna sheria, maana mimi nimeunganishwa na Kristo Yesu. Ndivyo ninavyotangaza kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo ninakutangazia, imeandikwa, mpingeni shetani naye atawakimbia, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Leo ninakupinga kwa jina la Yesu, na kwa neno la Bwana nimekombolewa. Imeandikwa katika kitabu cha Wakolosai, Yesu Kristo alitukomboa kutoka katika laana, na kutoka katika ufalme wa giza akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Hivyo niliingizwa katika upendo wa Kristo. Hivyo nilitolewa katika ufalme wa giza, nilikombolewa kwa damu ya Yesu. Mimi nimebarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Nimebarikiwa, hatua zangu zimebarikiwa kupitia damu ya Yesu iliyotoka kwenye miguu. Mikono yangu imebarikiwa, kwa maana imeandikwa, Bwana anabariki kazi za mikono yangu. Hivyo leo ninatangaza damu ya Yesu iliyotoka kwenye mikono ilibariki mikono yangu, ilifunga laana iliyotobolewa, mifuko iliyotobolewa kwa jina la Yesu Kristo. Kama ni dhambi nimesamehewa dhambi, kama ni sadaka zilizotolewa kwenye familia, Yesu Kristo alimwaga damu pale msalabani ili akomboe kazi za mikono yangu kwa jina la Yesu Kristo. Riko sakaraba shanda la basika, imeandikwa, kwa kupigwa kwake Yesu sisi tunapona. Mimi nilikwisha kuponywa, nimeponywa mwili wangu. Huo sio mlango wa kunishambulia, huo sio mlango wa kunitesa. Nilikombolewa viungo vyangu vyote kwa jina la Yesu. Na ndio maana Yesu mwili wake wote ulitoa damu na kila kiungo kilitoa damu. Hivyo leo viungo vyangu vyote vimeponywa kwa jina la Yesu. Mifupa yangu imeponywa, mwili wangu umeponywa, kila kitu kimeponywa kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo hakuna sheria inayonihukumu tena. Ndio maana imeandikwa katika kitabu cha Warumi ya kwamba hakuna sheria juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa maana sheria ya dhambi na mauti imetuweka mbali. Roho wa uzima ametuweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Ndivyo ninavyotangaza leo, hakuna ulisi wa kiroho tena katika jina la Yesu Kristo. Leo ninakwenda katika ulimwengu wa roho, ninakwenda kwenye mahakama
mahakama zote za kuzimu ambazo zilisimamisha jina langu kunihukumu na kuanza kuniadhibu kwa viboko, kuanza kuniadhibu kwa ukame, kuanza kuniadhibu kwa mafarakano, kuanza kuniadhibu kwa mateso mbalimbali, leo ninakwenda kwenye hizo mahakama kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna sheria inayonihukumu. Ndivyo ninavyotangaza jina langu leo ninalitoa kwa jina la Yesu kwenye mahakama zao. Ninalitoa jina langu kwenye mahakama zao za kichawi. Nalitoa jina langu, natoa viungo vyangu na kiwakilishi chochote walichokiweka ili kunihukumu. Ninatoa viwakilishi vyangu vyote, toka huko kwa jina la Yesu Kristo. Waliorabasaka, inawezekana wanawakilisha nguo yangu, toka kwa jina la Yesu. Wamewakilisha picha zangu, toka kwa jina la Yesu. Wamewakilisha miguu yangu, toka kwa jina la Yesu. Wamewakilisha, inawezekana pesa zangu nilimpa mtu akazipeleka huko, toka kwa jina la Yesu. Wakilishi wa picha, wakilishi wa jina, wakilishi wa sauti, wakilishi wa kitu chochote, toka kwa jina la Yesu Kristo. Huko kwenye hizo mahakama ambazo nimekamatwa na shtakiwa na hukumiwa, toka kwa jina la Yesu Kristo. Rudi mahali pako kwa jina la Yesu Kristo. Uchumi wangu rudi, huduma yangu njoo, jina langu njoo, jina langu njoo kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninasambaratisha hizo mahakama na kwa jina la Yesu ninaita malaika kuanzia leo, ninaweka mpaka. Imeandikwa kwenye kitabu cha Isaya sura ya 33 mstari wa 1 na wa 2, ole wake aharibuye kabla ya kuharibu aharibiwa yeye. Leo natangaza uharibifu kwenye mahakama zao, na yeyote aliyehusika kunipeleka na mrudishia ghadhabu mara 1000. Aliyepeleka nife afe yeye, aliyepeleka nishindwe ashindwe yeye, aliyepeleka nianguke anguko linamfuata kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninatangaza hivyo riko saka, maana imeandikwa, yoyote anayejaribu kunifanyia hila afanyiwe yeye, kabla ya kunifanyia mimi afanyiwe yeye. Hivyo ninanyanyua miba mara 1000 zaidi. Yoyote aliyenyanyua michongoma na miba kwenye afya yangu, yoyote aliyenyanyua michongoma na miba kwenye biashara yangu, yoyote aliyenyanyua michongoma na miba kwenye maisha yangu, kwa watoto wangu, kwa ndoa yangu, kwa biashara yangu, kazini kwangu, kwenye uchumi wangu, kwenye nafsi yangu, roho ya hofu na ipasua kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo yoyote aliyesimama kupeleka chochote kuzimu kwenye mahakama zao, leo ninampelekea radi na moto yeye mwenyewe, wageukane wao kwa wao. Biblia inasema kula mikojo yake kwa jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba njia zao ziwe utelezi. Yorabasaka, wakulane wao kwa wao. Leo napeleka nguvu ya kufarakana wao kwa wao, wanafarakana wao kwa wao. Napeleka mafarakano, naipeleka Babeli kwa wadui zangu wote wa kiroho na kimwili wote. Leo nawapelekea moto kabisa. Moto utaanza kuwaka ndani yao kwa jina la Yesu Kristo. Riko sakaraba shandaraba sika. Na ndugu yoyote aliyekamatwa kupitia mimi, leo ninapeleka moto akakombolewe na kutolewa kwenye laana ya kushindwa, hiyo ivunjike kwa jina la Yesu Kristo. Leo yoyote adui aliyesimama katika anga ili kuachilia mvua ya vumbi, leo ninapelekea moto na ninakushusha, shuka kutoka huko uanguke chini kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo utaanguka chini kama wewe Babeli uliyeanguka. Leo nakupelekea moto, ninakushusha kwa jina la Yesu, uliyewekwa kumwaga vumbi badala ya mvua ya baraka. Pasuka na uanguke kwa jina la Yesu Kristo. Wewe uliyesimama kwenye malango yangu, leo ninakuapisha, anguka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Riwo sakaraba shandaraba sika. Yoyote anayesimama kinyume na mapenzi ya Mungu, anayesimama kinyume na kusudi la Mungu, riwo saka, chanzo cha kuumbwa kwangu, leo unaanguka, umeanguka na kupelekea anguko kubwa, kwa maana imeandikwa, ole wake afanyaye hila, kabla ya kufanya hila atafanyiwa yeye. Kila
kila mawazo yenye hila ninayapelekea leo mabadiliko. Ninageuza mkuki ukuangukie wewe, uliyeelekeza mkuki kwangu ukuelekee wewe, uliyeelekeza mkuki kwa familia yangu ukugeukie wewe na nyumba yako, wewe uliyegeuza liko saka, uliyeelekeza upanga kwangu unageuka unakurudia wewe, na anguko lako liko wazi leo. Ndivyo ninavyokutangazia nyakati za siku ya leo, na ni saa 8 sasa na dakika 3, na ninakutangazia Robo Shandarabasika, ndivyo ilivyo, na hakuna atakayezuia. Ndivyo ilivyo. Ninausemesha ulimwengu wa roho ugeuke uwe moto kwako, ukulambe moto, ugeuke uwe moto, uwe moto kwa maisha yako, uwe moto kwa kazi zako, uwe moto kwa jina la Yesu. Wewe unayefuatia hatua zangu kuzikamata, unayesimama kwenye njia yangu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nifuatishe mtumishi wa Mungu. Hebu sema, ninakomboa leo hatua zangu zote zilizokuwa zimekamatwa na ambavyo walikuwa wametangulia mbele yangu kunikamata. Kwa jina la Yesu Kristo ninazifungua hatua zangu zote, hatua zangu za kumcha Mungu, hatua zangu za kumjua Mungu, hatua zangu za kiuchumi, hatua zangu za kiafya, hatua zangu za kila namna. Kwa jina la Yesu Kristo leo ninazikomboa na ninatangaza kuzimiliki mwenyewe, kwa maana Bwana alikwisha kunimilikisha vyote kupitia damu yake ya thamani iliyomwagika pale msalabani. Hivyo leo ndivyo ninavyotangaza kwa jina la Yesu Kristo. Ndipo Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu umenifunika kwa utukufu wako, umenifunika kwa baraka zako, umenifunika kwa kuninemesha. Chemi ya baraka itafuatana na mimi, amani itafuatana na mimi katika jina la Yesu. Sema, kwa jina la Yesu ninauteka huu mwezi wa 6. Kwa jina la Yesu Kristo ninauteka mwezi wa 6, na ninatangaza mwezi wa 5 huu nimemaliza salama leo. Ninatangaza kuuteka mwezi wa 6 kwa jina la Yesu Kristo. Wewe mwezi wa 6, sikiliza neno la Bwana. Ninateka kuanzia tarehe 1 kwa jina la Yesu Kristo mpaka tarehe ya mwisho kwa jina la Yesu, na ninakuapisha utakuwa upande wangu, hautatekwa na adui wa aina yoyote. Kuzimu haitakumeza kwa ajili yangu mwezi wa 6. Wewe umebarikiwa mwezi wa 6. Hebu ubariki mwezi wa 6. Bariki mipango yako ya mwezi wa 6. Ibariki kwa jina la Yesu. Ibariki na utangaze kufanikiwa. Rabashandarabasika. Mwezi wa 6 umebarikiwa na umefanikiwa mwezi wa 6 kwa ajili yangu katika jina la Yesu. Hautaruhusu magonjwa hayatakuwepo. Rabasaka, kuchoka hakutakuwepo, kuumwa hakutakuwepo kwangu na kwa watoto wangu, kwa familia yangu yote, familia yangu ya kiroho na ya kimwili. Wana msaada wa Yesu, hawataumwa kamwe hata mmoja. Ninakataa dharuba za ndoa, ninakataa dharuba za familia, ninakataa tabia mbaya, ninakataa kushindwa, ninakataa kila kitu. Natangaza mipango yangu imefanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Ni mwezi wa baraka, ni mwezi unaogawa mwaka. Ninakubariki mwezi wangu wa 6, ninakubariki mwezi wa 6. Hebu tangaza kuubariki mwezi wako. Bariki mipango yako kwa jina la Yesu Kristo. Ibariki mipango yako. Tangaza kibali, tangaza biashara yako kufanikiwa kwa jina la Yesu. Ninakushukuru Yesu kwa sababu umefanya na umetenda, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Robo Shandarabasika, Robo Shakamakarabasaka. Ninakataa roho ya hofu, napokea roho ya ujasiri na nguvu. Robo Shakamakarabasika katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Yesu. Hebu ita ulinzi. Sema, kwa jina la Yesu. Baba, ninaita ulinzi wako. Ninajifunika mimi mwenyewe na familia yangu, na wafunika wote watumishi wa Mungu, wana msaada wa Yesu. Ninaifunika huduma yangu, nafunika biashara, nafunika kazi, nafunika watoto, nafunika kila kitu kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu Mungu umetenda na kwa utukufu wako umefanya, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
Ninakushukuru kwa uaminifu wako na neema yako, na ninatangaza mwezi wangu hautakamatwa na chochote katika jina la Yesu. Ninatangaza wokovu wangu, na kataa kuanguka. Mwezi wa 6 sitaanguka, sitaanguka mbele ya adui zangu, sitaanguka katika dhambi. Na natangaza tabia njema yenye kukupendeza Mungu, kuzishika sheria zako zote, ili mwisho wa siku niweze kukuona Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mtumishi wa Mungu, ni kuombe tu kwamba unaweza ukaendelea na maombi kwa kadiri ya neema ya Mungu inayokuwezesha. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Tukutane kesho. Asante sana. Amen. Bado kuna Ushindi TV. Ignite your faith. Change the world.